Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako nami Pastor Miamba, na leo ni siku ya 3 ya mfungo wetu wa kutoka utukufu hata utukufu, from glory to glory. Na ninataka niombe kwa dakika moja. Roho Mtakatifu, na kushukuru sana kwa ajili ya neema na rehema. Asante kwa ajili ya ibada kubwa unayoachilia ndani yetu. Roho Bwana, na kushukuru kwa mafuta unayoachilia katika mfungo wetu wa siku ya 3. Ninaomba Roho Bwana, unapoendelea kusema nasi kupitia neno lako, fungua ufahamu wetu, fungua akili yetu tupate kuelewa maandiko, fungua mioyo yetu tupate kukubaliana na kweli yako, na tukapate kusimama na kuweza kusimama tena kwa ajili ya utukufu mpya unaoenda kuachilia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, ile damu yako inene yaliyo mema kwetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Sasa ninaenda kusema kile Mungu alichokiachilia kwa ajili ya utukufu hadi utukufu siku ya leo ya 3. Tutaenda kushughulika, ama Mungu anaenda kushughulikia vikwazo vya kiuchumi dhidi ya maisha yetu. Vikwazo vya kiuchumi dhidi ya maisha yetu. Ninajua kabisa ya kwamba unaweza ukawa hauelewi ya kwamba kama vile nchi inavyokuwa inawekewa vikwazo vya kiuchumi na nchi zilizoendelea ili kuwafanya muendelee kuwa na umaskini, ama kwa sababu zozote zile wakaweka vikwazo vya kiuchumi. Katika ulimwengu wa roho pia vipo vikwazo vya kiuchumi, ambavyo hivyo vikwazo vya kiuchumi vikiwekwa dhidi ya mtu, yule mtu hata akikaa kwenye mifumo ya baraka ama kakaa kwenye mifumo ya fedha hawezi kuwa na fedha, ama akikaa kwenye mifumo ya watu walioendelea hawezi kuendelea. Hata akikaa kwenye organization kubwa yenye fedha kubwa lakini hawezi kufanikiwa. Utajikuta na anafanya kazi kwenye organization ya Umoja wa Mataifa inayojulikana kwa kutoa fedha kubwa, na kweli analipwa mshahara mkubwa, lakini hana hata nyumba, hana kiwanja, hana chochote kwa sababu ya vikwazo vya kiuchumi. Lakini huwa vinakuja kwa njia mbalimbali. Mwingine anatafuta kazi hapati, mwingine anafanya biashara anaingia hasara, mwingine akili imezuiliwa, hawazi chochote, hajui aanze wapi. Vyote kwa njia hiyo yote ninavyokuja huwa vinaitwa vikwazo vya kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Hivi vikwazo vya kiuchumi katika ulimwengu wa roho, aliye rohoni ndo anaweza kujua kwamba ni vikwazo. Asiye rohoni anaendelea tu kuugulia na kulalamika na kuona kama kuna mambo hayaendi na mambo mengi, lakini kwa sababu hajui vikwazo vya kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Na sababu ya vikwazo vya kiuchumi katika ulimwengu wa roho vinaweza vikasababishwa na background ya familia, kwamba background, kwamba familia huko nyuma, mikataba ya kifamilia, mikataba ya mibaya ya kiukoo katika ulimwengu wa roho. Unaweza kukuta familia inatembelea kwenye mikataba ya Dagoni wakati wewe umelisimamisha sanduku la agano. Unajikuta kuna vita ya kimadhabahu, kwamba wakati familia imeweka mikataba hii kwa madhabahu za giza, na wewe unataka utembee kwenye mikataba ya Mungu katika kufanikisha. Kwa unakuta vikwazo vya kiuchumi vimetokea katika mikataba ya kifamilia, mikataba ya kiukoo katika ulimwengu wa roho. Kwa ni lazima uiharibu hiyo mikataba ili utengeneze njia njema ya kiuchumi, uondoe vikwazo vya kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Nino maombi yangu ya kwamba Roho Bwana kufunulie nachokiongea, Roho kikapate nafasi kwenye moyo wako upate kuelewa. Bwana endelee kukuhudumia hivi ninavyoongea. Mafuta Roho Mtakatifu yaendelee kusema na wewe, yazidi kukufunulia hichi ninachokiongea, kwamba vipi vikwazo vya kiuchumi vinavyoweza kusababishwa na mazingira ya nyuma ya familia. Na ndio maana tunapowaombea watu nasema sisi tuna mikataba yetu ambapo huyu mtu hawezi kufanikiwa, huyu mtu hawezi kufanikiwa. Nilikuwa namuombea mtu mmoja majuzi, mapepo yakasema kwamba huyu yeye ni waku hatafanikiwa ila hafi, ila atakaa katika hali ya kutokufanikiwa ila hafi. Hadi uzee atauona, tutamlinda hadi uzee afike, lakini atafika akiwa hali mbaya kiuchumi kama alivyo leo. Nikasema hivi kitu ni kitu gani hiki? Vikwazo vya kiuchumi, vikwazo vya kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Mtu kama huyo amesababishwa vikwazo vya kiuchumi kutoka kwenye familia yake na uzao wake.
Vikwazo vya kiuchumi vikamzuia hata aina ya nyumba anayoishi, hata nguo anazozivaa, hata mawazo anayowaza. Yani vimeshikilia kila kona. Kila kona ni vikwazo vya kiuchumi. Unahitaji, ama mtu wa namna hiyo anahitaji mafuta ya siku kama ya leo, kwamba Roho wa Bwana anataka kuwapeleka watu wake kutoka utukufu hadi utukufu. Alafu anaachilia neno la kinabii kwa nabii, waambie watu wangu, nataka kuondoa vikwazo vya kiuchumi, nataka kuondoa vikwazo vya kiuchumi. Na ndio maana tumeanza kwa kuomba kabisa, kwa sababu kuna vikwazo vya kiuchumi vinashikilia hadi ufahamu. Mtu hataki hata kusikia, hataki hata kuelewa, kwa sababu tayari vikwazo vya kiuchumi vinashika hadi ufahamu. Hata mtu hawezi kufunguliwa, kwa sababu anakataa kuondolewa kwenye vikwazo vya kiuchumi kutoka kwenye fahamu zake. Lakini vikwazo vya kiuchumi, ukiachana na familia na ukoo, vikwazo vya kiuchumi vinaweza vikawekwa na mtu mwenyewe. Yani wewe mwenyewe hapo ukaweka vikwazo vya kiuchumi wewe mwenyewe. Tukisoma katika maandiko tunaona vikwazo vya kiuchumi vinavyotokana na mtu mwenyewe. Biblia inasema katika kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 7, nitaanzia hapo. Anasema, tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkaacha maagizo yangu, wala hamkuyashika. Nirudieni ninyi mimi, nami nitawarudia ninyi, asema Bwana wa majeshi. Sasa hapa tunaona vikwazo vimeanzia kwa baba zao. Akasema, tokea siku za baba zenu mmegeuka upande, mkaacha maagizo yangu. Kwa walioacha maagizo walianzia baba zao, waliyakataa maagizo, wakaweka vikwazo vya kiuchumi. Lakini hivi vikwazo vya kiuchumi vinaweza vikawekwa na wao ndo wanaambiwa waondoe. Anasema hivi, lakini ninyi mwasema turudi kwa namna gani? Je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tunakuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Angalia sasa, hii kitu ni kikwazo ambacho mtu amekiweka yeye mwenyewe, lakini kilianza kuwekwa toka na baba zao. Kwa hiyo unakuta watoto wamekuja na wao wanaendelea uovu wa baba zao. Kwa hiyo na wao wangekuwa na uwezo wa kutengua uovu wa baba zao kwa kuyatengeneza maisha yao ya kiuchumi, kutengeneza milango yao iwe wazi, kwa hiyo kuondoa vikwazo vya kiuchumi mbele yao. Sasa tunaona nasema, je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini ninyi mwaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema tunakuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Zaka na dhabihu. Anasema ninyi mmelaaniwa. Maana yake nini? Mmewekewa vikwazo vya kiuchumi. Ninyi mmelaaniwa kwa laana. Naam, mnaniibia mimi. Naam, taifa hili lote. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Hasa hapa tunaona tunapewa njia ya kuondoka kwenye kikwazo cha kiuchumi. Tunaambiwa tupeleke zaka kamili ghalani mwa Bwana. Halafu anasema hivi, nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Sasa tunaona hapa Mungu anaeleza kwa habari ya namna ya kutoka katika vikwazo vya kiuchumi. Anaeleza namna vikwazo vilivyoingia. Anasema vimetokea na baba zenu, na nyinyi mmekuja mnatembelea humo, lakini jiondoeni kwenye hivi vikwazo vya kiuchumi. Anasema hivi vikwazo vya kiuchumi ninawafunulia, vinatokea pale mmeiba zaka na sadaka. Anasema leteni zaka kamili. Sasa hii tunaona vikwazo vya kiuchumi vinatokana na huyu mtu, kwamba waliiga uovu wa baba zao. Kwa ukajikuta jinsi baba zao alivyo na watoto wao na wenyewe akaendelea. Sasa Mungu anawafundisha, anasema hivi, nataka kuondoa vikwazo vya kiuchumi, leteni zaka kamili ghalani, ili niondoe vikwazo vya kiuchumi na niimarishe akaunti zenu, ziimarike, kuwepo kuna matuo. Ndio maana akasema nitamkemea alaye.
maana ya kumkemea alaye ni kwamba akaunti hazitakuwa zina uharibifu, bali zitakuwa na matuo. Ndio maana ya kumkemea alaye mazao ya mashamba. Lakini pia tunaona kuna vikwazo vingine ambavyo mtu anaweza akaviweka yeye mwenyewe, vikwazo vya kiuchumi. Tunasoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari kuanzia wa 6. Anasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Sasa angalia, tunaona hapa ni kikwazo pia cha kiuchumi. Kama mtu ataenda kupanda haba, inamaanisha anajiletea vikwazo vya kiuchumi kwenye maisha yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo ukipanda haba utavuna haba, kwa maana ya kwamba mavuno haba yanatokana na kikwazo cha kiuchumi kilichotokea wakati wa kupanda. Hiyo ni kitu ambayo shetani nayo anapambana kweli kweli. Ndio maana mtu anaweza akawa anatoa sadaka, lakini kipindi anatoa anaweka vikwazo vya kiuchumi. Na ndio maana Kain alipokuwa anaenda kumtolea Mungu, alikuwa hana kikwazo chochote. Alikuwa hana kikwazo chochote. Haimaanishi yale mazao dhaifu aliyoyapeleka ndio aliyokuwa nayo hayo tu. Angekuwa nayo hayo tu, basi asingekuwa na kikwazo, kwa sababu ndio alicho nacho. Lakini alichagua kilicho dhaifu akakipeleka kwa Bwana, akatoka na kikwazo cha kiuchumi. Na hichi kikwazo kilienda kuathiri hadi maisha yake. Kwa hiyo unakuta kikwazo hapa, tunaona jinsi mtu anavyoenda kupanda. Kwa hiyo unamaanisha kama kuna namna tunataka leo kwenda utukufu mpya, from glory to glory, lazima mtu mmoja aondoe vikwazo vya kiuchumi kupitia kupanda. Yani usipande mbegu uliozoea kuipanda jana, usipande mbegu uliozoea kuipanda juzi. Ili uondoe vikwazo vya kiuchumi, lazima upande mbegu ambayo hujawahi panda hapo mwanzo, ili upate mavuno ambayo hujawahi kuyapata hapo mwanzo. Hivyo ndivyo utakuwa umeenda from glory to glory, kutoka utukufu hadi utukufu. Kwa tunaona vikwazo vya kiuchumi, kwa sababu hivi vikwazo vinaenda kuathiri namna ya kuingia vitu kwenye maisha yako, kwamba unavizuia visiingie. Maana ukiendelea pale anasema hivi, ule mstari wa 8 anasema hivi, na Mungu aweza kuwajaza kila neema kwa wingi, ili ninyi mkiwa na riziki za kila namna siku zote, mpate kuzidi sana katika kila tendo jema. Hasa hapa anaongelea kwa namna ambapo Mungu anao uwezo wa kuachilia riziki za kila aina. Lakini je, hizi riziki zinaachiliwaje? Endapo kama utaondoa vikwazo vya kiuchumi vya kupanda kilicho bora, usipande kilicho haba. Kwa hiyo unakuta ni vikwazo vya kiuchumi. Ukisoma ule mstari wa 10 anasema, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu, mkitajirishwa katika vitu vyote, mpate kuwa na ukarimu wote, umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yenu. Sasa angalia, anasema yeye atoae mbegu. Nini maana yake? Kwamba kila unachokipokea, iwe ni kwa kazi yako, iwe ni mahali popote unapokea, ndani yake kuna mbegu. Mungu ameshaiweka mbegu. Amesema ampae mbegu anaenda kupanda, na chakula anaenda kula. Nini maana yake? Katika fedha iwa yote Mungu anayoachilia kwako, ndani yake Mungu ameiweka mbegu ya wewe kwenda kupanda, ili utakapobakiza kidogo chakula uweze kupata mavuno mengine kwa ajili ya ile mbegu. Sasa hiyo ni picha ambayo unaweza ukaipata kama ni mkulima. Ulishawahi kuwa mkulima, unaweza ukaelewa ya kwamba kati ya mahindi mnayoyaweka kama mbegu na yale mnayoenda kuyasaga ili yawe unga, ni ipi, ni mahindi gani huwa mnayaweka, mahindi gani huwa yanakuwa bora kati ya ile mbegu, kama mahindi yaliyotengwa kama mbegu na mahindi yaliyotengwa ya kwenda kusaga? Ni yapi huwa yanatengwa yawe
yaliyo bora zaidi. Sasa wewe ambaye unatembea rohoni utanielewa, lakini picha halisi unaipata ukiwa mkulima. Wale wakulima huwa tunaelewa ya kwamba mbegu zilizo bora ndio zinazotegeshwa kuwa mbegu. Mahindi yaliyo bora ndio yanayotegeshwa kuwa mbegu. Punje nzito au punje zile kubwa ndio zinazowekwa na kutengwa kuwa mbegu, kwa sababu ukitenga mbegu bora utavuna bora. Ukitenga mbegu dhaifu hutaweza kuvuna. Kwa hiyo unakuta kikwazo cha kiuchumi kimekaa pia kwenye mbegu ambao Mungu anakupa nafasi ya kwenda kupanda. Ni either unapanda mbegu iliyo dhaifu ama hupandi kabisa. Na ndio maana mtu anaweza akasema mimi ibada siwezi kutoa ibada kila ibada. Kama zimekuja ibada 10 nitatoaje sadaka 10 zote hizo? Lakini kumbe umezuia baraka 10 kukuingilia. Kwamba umesema hivi, sitaweza kutoa sadaka 10 kwa ajili ya ibada 10. Kwa hiyo umezuia baraka 10, milango 10 iliyokuwa imefunguliwa kwako umeizuia. Kwa lugha nyingine, usikubali ibada ipite kama haujaweka mbegu. Panda mbegu. Hata kama ibada unaona inaongelea mambo mengine kabisa, lakini yale mambo imradi yanaongelewa kutoka kwa Bwana, panda mbegu. Ujue kwamba katika lango hilo uliloweka mbegu utavuna. Kwa hiyo ni lazima mtu aelewe ya kwamba dhana ya milango iliyofunguliwa ndio dhana ambayo milango inaweza kufungwa endapo tenda kinyume, na milango ikifungwa ndio maana ya vikwazo vya kiuchumi katika ulimwengu wa roho. Kwa ukiona leo unapitia hali ngumu, haijaanzia leo. Kuna vikwazo vya kiuchumi. Kuna namna maisha yako ama namna maisha ya ndugu zako ama namna ya familia yako, kuna namna inaishi huko nyuma inaleta vikwazo vya kiuchumi. Unakuta adui anapanda uchumi mbaya kwako, lakini wewe huwezi ukasimama ukaweka uchumi mzuri kama sadaka. Unajikuta unapalilia vikwazo vya kiuchumi, unajikuta unatembea kwenye vikwazo vya kiuchumi. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu siku ya leo kuondoa vikwazo vya kiuchumi, tutavunja na kuharibu kama adui amepanda uharibifu. Lakini tutamsihi Roho Bwana atupe moyo wa kuanza upya, ili tusije tukawa chanzo cha vikwazo vya kiuchumi. Kwa hiyo tunaanza kumwambia Mungu, wakati tunabatilisha giza lake na mamlaka zake, tunatengeneza tena njia iliyonyoka kwetu wenyewe, ikiwa sisi wenyewe tumenyanyua vikwazo vya kiuchumi. Kwa sababu adui huwa ana pampo hapo. Unakuta adui anakuzuia usisikie neno, adui anakuzuia unaanza kupigana na sauti ya Mungu, unaanza kupigana na neno la Kristo. Ukiona mtu anatoa sadaka, mtu anasisitiza kutoa sadaka, unaona kama vile anakupotosha, unaona kama vile kuna kitu cha kibinadamu sio cha kimungu, unaona kama vile kuna anayekusisitiza anahitaji fedha. Unaanza kuona, unaweza ukajishangaa ni wa rohoni, lakini unaambatana na maagent giza kwenye mitandao kusema huko makanisani mnaenda mnaibiwa, bora msiende. Kwa hiyo unakuta kuna vitu ambavyo ni upotofu wa nguvu za giza unawekwa ndani. Nilishawahi kupokea malalamiko hayo, nikafurahi, nikacheka, lakini baadaye nikaumia. Zamani kipindi ambapo unakuja kanisani, nilikuwa na desturi ya kupika chakula. Unakuja unakula chakula cha mwilini kabisa, yaani unakula wali, unakula nyama, unakula soda na maji, unaondoka kipindi umeshapokea neno la Kristo. Na kipindi hivyo vitu vyote nilikuwa nikivitoa, kila ibada na vitoa, vinaenda. Baadaye mtaani wakazusha, wakasema nyinyi mnaibiwa. Sasa na baada ya muda na wao wakasema kweli. Sasa baadaye nikawauliza, nyinyi mnaibiwa nini? Yaani kama mnakuja mnakula, mnashiba, mnaondoka, na sadaka mnazozitoa mnazihesabu nyinyi wenyewe, na nyinyi wenyewe mnazipeleka kwenye matumizi nyinyi wenyewe, hasijawahi kuzigusa. Sasa mnaibiwa wapi? Wakabaki wanashangaa, wakaomba toba, wakamwambia Mungu, turehemu, tumeleta uharibifu. Wakaomba toba kwa sababu walikubaliana na kitu ambacho hata wao wenyewe kikiangalia hakipo. Kwa sababu wamekula vya rohoni, wamekula vya mwilini, kidogo
ulichokitoa wamekishikilia wao wenyewe, wamekipangia matumizi wao wenyewe, bado anasema hivi mnaibiwa. Hasa ukajiuliza tunaibiwa na nani? Wakabaki tu wanashangaa, wakasema hivi shetani anaweza kupotosha akili ya mtu. Sasa namna hiyo ni namna ambayo adui amepanda mbegu, nyingine zinaanguka mbegu za adui hata kwa watu wa rohoni. Wanasimama wanaanza kusema hapana, nikitoa nitaibiwa. Hapana, nikitoa nitapoteza. Hapana, nikitoa fungu la 10 no ili niibe. Lakini kumbe ule ni mfumo. Fungu la 10 ni mfumo. Mwingine akasema mimi sitoi fungu la 10 kwa sababu ni dogo sana. Yaani kama ni sio cha kwako, ni cha Mungu, hata kama ni kidogo kitakuingiza kwenye kesi. Na ndio maana niliwaambia watu wangu, hata kama ni shilingi 100 itume, imradi ni fungu la 10 itume. Kwa sababu sadaka unatoa vile unavyojisikia moyo kupenda, lakini fungu la 10 ni ya Mungu. Ukichukua unaingia kwenye laana, unaingia kwenye vikwazo vya kiuchumi. Kwa hiyo unajikuta watu wengi wamepita kwenye vikwazo kwa namna hiyo. Kwa ajili ya muda wetu ninaomba niishie hapa. Nitaendelea kusema na kuomba siku nzima ya leo kinyume na vikwazo vya kiuchumi. Nataka niombe na wewe ambaye ulikuwa utoi fungu la 10, anza kutoa fungu la 10 sasa hivi leo. Wewe ambaye ulikuwa utoi sadaka, wewe ambaye ulikuwa unamuibia Mungu kwa njia mbalimbali, unaweza kaanza leo. Wewe mwingine unaweza kufungua milango yake ya kiuchumi kwenye ibada ya leo. Unapoikamilisha ibada hii ukatoa sadaka ambayo hujawahi kuitoa, ili kuifungua vikwazo vya kiuchumi na uwe salama. Nataka tuende mbele za Bwana. Mungu liye hai, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya mfungo wa leo. Asante kwa ajili ya agenda ya leo. Asante kwa ajili ya kila aliyesikia. Asante kwa ajili ya yale yote tunaenda kuyafanya. Mungu liye hai, tunayafungua yote katika ulimwengu wa roho, na vikwazo vya kiuchumi tunavifungua kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu liye hai, ninaomba wakati tunaendelea kutufundisha, endelea kutubariki. Endelea kufungua milango, endelea kufungua malango. Naomba kwa ajili ya mtoto wako aliyewekewa vikwazo vya kiuchumi, vipate kumwachia leo dakika hii kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Na kupitia kurejea katika njia, kupitia kwanza kutoa tena fungu la 10 na kutoa sadaka kwa uaminifu sawa sawa na unavyomsemesha Baba, ninaomba akafungue milango mipya tena ya uchumi, na vikwazo vikaondoke katika jina la Yesu. Ninaviondosha vikwazo katika ulimwengu wa roho vinavyosababishwa na familia na maagano ya kichawi. Ninaita damu ya Yesu kuondoa vikwazo katika jina la Yesu na damu ya mwana kondoo. Baba, asante kwa maana nuru yako inamwangazia tena mtoto wako huyu, na hayupo kwenye vikwazo tena katika jina la Yesu. Amen. Mungu wangu akubariki sana. Basi unaweza kushika sadaka yako ya kuondoa vikwazo katika ulimwengu wa roho, vikwazo vya kiuchumi. Utatoa sadaka ambayo hujawahi kuitoa hapo kwanza. Lakini pia kama una fungu la 10 hukuwahi kulitoa, unaweza kushikilia nalo fungu la 10 na utaachilia hiyo sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki, nawe na wakati mwema. Amen.